Na hayo, chuo kikuu cha Uislamu nchini kimezindua rasmi tawi lake jipya mjini Garissa, hatua muhimu inayopanua upatikanaji wa elimu ya juu katika eneo hilo. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Brenda Nyongesa, viongozi wa jamii na wasomi wamewahimiza vijana kutumia fursa hii kwa kujiandikisha katika kozi mbalimbali zitakazotolewa zikiwemo sayansi, teknolojia, uhandisi na udaktari. Katika hafla ya kuvutia iliyohudhuriwa na wasomi wa Kiislamu wa ngazi ya juu, viongozi wa jamii na wakazi waliofurahia, chuo kikuu cha Uislamu nchini kilizindua rasmi tawi lake la Garissa. Tukio hili linakuja baada ya chuo hicho kupokea hati rasmi ya chuo kikuu kutoka kwa Rais William Ruto mnamo tarehe 5 Novemba mwaka jana. Mwenyekiti wa bodi ya chuo Sheikh Mohamed Osman alisifu hatua hiyo, akieleza kuwa chuo hicho kimejengwa juu ya maadili ya Kiislamu kama vile maarifa, nidhamu, huruma na haki. Aliwahimiza wananchi kutumia ipasavyo mipango mbalimbali, hasa ile ya mafunzo ya kiteknolojia, sayansi na tiba, ambayo yanatarajiwa kuimarisha sekta ya elimu katika eneo hilo. Aidha, kamishna wa kaunti ya Garissa Mohamed Mabudzo alieleza kuwa chuo hicho ni mwanga wa matumaini, akisisitiza kuwa elimu ndiyo nyenzo kuu ya kuleta usawa katika jamii. Aliongeza kuwa taasisi hiyo itafungua milango kwa wengi, hasa kwa wale waliokosa nafasi ya kusoma nje ya nchi kutokana na changamoto za kifedha. Umuhimu wa hii jamii yetu, hususan katika upande wa elimu ya juu. Ulimwengu ama dunia ama maisha pale yalipofika, bila elimu au ujuzi itakuwa vigumu sana kuishi maisha yaliyo bora, sio bora maisha. Wakati huo huo, viongozi wa dini akiwemo Sheikh Abdisalan Mohamed na Sheikh Abdullahi Salat wa Sepkem walipongeza hatua hiyo, wakisema uwepo wa chuo hicho utasaidia kupunguza uhaba wa walimu na kuwawezesha vijana. Kama hatujafanya hivyo, ilikuwa vijana wetu wengi walikuwa wanapata shida ya namna ya kwenda ng'ambo, kwenda kusoma. Na nafasi ya kwenda ng'ambo, kwenda kusoma ilikuwa ni chache. Ni wachache tu ungeweza kwenda. Wengi walikuwa wanabaki hapa na walikuwa hawapati nafasi. Tunashukuru serikali. Ile kitu tungeomba tu ni county government ianze kutafuta land ambayo ya kupeana hizi university. Wapatiwe land, tuwe na university ambayo ground yake itajengwa. Ndio kutoka hapa, hii issue ya walimu, hii issue ya madaktari, ndio wafungue faculty of medical. Utakuta daktari anaongea Kiarabu na ni doctor hapo Garissa General Hospital. Tunasema ya kwamba wazazi ni lazima wahakikishe kwamba watoto yao wamepatiwa elimu ambayo ina faida. Give students an opportunity to learn here in Garissa instead of if you go into Nairobi. Logistically speaking, if a student lives here and goes to Nairobi to study, the cost is very high. He needs a room, he needs transport, he needs food, he needs accommodation and many other things. So the cost of tuition will be surpassed by the other variables. Kwa sasa tawi la Garissa limeanza kazi rasmi. Ndoto ya elimu bora na ya kupatikana kwa urahisi katika eneo hili inaanza kutimia na kukata kiu ya elimu kwa maelfu ya wanafunzi eneo hilo. Brenda Nyongesa, Runinga KU.